Watu wengi wanafikiri mafanikio yanatokana na bahati, pesa au elimu, lakini Robert Greene anaeleza kuwa chanzo cha mastery hakipo kwenye vitu vya nje, bali kiko ndani ya mtu mwenyewe. Kila binadamu huzaliwa akiwa na mwito wa asili, kitu ambacho angeweza kukifanya kwa ubora mkubwa kama angekipa muda na heshima. Mwito huu huanza kuonekana mapema sana wakati wa utoto. Ni yale mambo uliokuwa unayafanya kwa furaha bila kulazimishwa. Yale yaliyokufanya usahau muda na yale yaliyokupa hamasa ya ndani. Kadri mtu anavyokuwa, jamii huanza kumvuta kwenye mwelekeo mwingine kwa kumpandikiza hofu, kutafuta usalama wa maisha na kuiga njia za watu wengine. Kwa sababu ya presha hii, watu wengi huacha calling yao mapema. Wanachagua kazi wasizozipenda, wanaishi maisha ya kurudia, na baada ya muda huanza kujisikia kuchoka hata bila kufanya kazi nzito. Hali hii husababisha mtu kuwa na mafanikio ya nje, lakini bado ajisikie mtupu ndani yake. Robert Greene anaeleza kuwa calling haiji kwa kishindo kikubwa. Mara nyingi huonekana kama interest ndogo sana kiasi kwamba mtu anaipuuza. Lakini interest hiyo ikipuuzwa kwa muda mrefu, maisha huanza kupoteza ladha yake. Katika kitabu, mfano wa Leonardo da Vinci unaonyesha nguvu ya kufuata curiosity ya ndani. Leonardo hakufuata mfumo wa jamii, bali alifuata udadisi wake kwa kina, jambo lililomfanya kuwa mmoja wa watu wenye akili pana zaidi katika historia. Ujumbe mkubwa wa sura hii ni kwamba haiwezekani kufikia mastery kwenye kitu ambacho hakitoki moyoni. Maisha yanakuwa magumu zaidi pale mtu anapoishi maisha yasiyoendana na asili yake halisi. Mastery huanza pale mtu anapokubali mwito wake wa ndani na kuamua kuufuata bila kuogopa maoni ya watu.